Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema hekima ni mtaji wa maisha. Somo zuri sana. Ni mimi Mwalimu Peter na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Na somo ambalo liko hewani, hekima ni mtaji wa maisha. Hekima ya kwanza ambayo tutakwenda kuiangalia, ambayo itakusaidia sana katika safari ya maisha yako ni hii. Katika maisha, usimdharau mtu anayekupenda kwa moyo wote, anayekujali na ambaye yuko tayari kupoteza ili wewe upate kufanikiwa. Usichukulie kama jambo dogo kupendwa. Usichukulie kama jambo dogo kuhudumiwa wakati unapitia mahali pagumu. Usilifanye kwa jambo dogo. Watu wa namna hii wanaojitoa kwa ajili ya wengine, wanaojali wengine wanapopita mahali pagumu, ni watu muhimu sana kwenye maisha yako. Watu wa namna hii wanapoondoshwa katika uso wa nchi na Mungu, ndipo utakapotambua umepoteza kitu cha thamani sana. Utakumbuka maneno ya hekima aliyokuambia, ushauri wake uliokusaidia sana kutoka katika maisha. Utaukumbuka. Utakumbuka alivyokubeba usiingie kwenye tabu, na kadhalika na kadhalika. Utakumbuka baada ya kufanikiwa ukamwona si kitu. Hata alipokuwa hospitali katika siku zake za mwisho haukujali. Vyote hivi utavikumbuka. Kumbuka, masikitiko yako hayasaidii kurejesha kilichopotea. Mungu anakufundisha. Mungu anatufundisha. Unapofanikiwa katika maisha, usisahau watu wale waliojitoa kwa ajili ya maisha yako. Kuwadharau au kutoona kuwa wamefanya kitu cha maana kwenye maisha yako ni sawa na kumdharau Mungu aliyeweka moyo wa uvumilivu, aliyeweka moyo wa upendo ili wao waumie, wewe upate kufanikiwa. Siku zote fanya unaloweza kuonyesha unaheshimu kujitoa kwao katika safari ya maisha yako. Wakishaondoka utaweza. Fanya hivyo sasa. Ukifanya hivyo kwa moyo wako wote, utakuwa unajitengenezea kibali kwa Mungu. Mungu atakutetea na kukupigania katika maisha yako. Hiyo ni hekima ya kwanza. Hekima ya pili, uwe mtenda mema katika maisha. Utafungua milango ya baraka. Tenda wema bila kuchoka. Wakati unavyotenda wema bila kuchoka, unajifungulia milango kwa ajili ya maisha yako na uzao wako. Sio rahisi kujua kila mtu anayekuja katika maisha yako anapitia maumivu ya aina gani. Wako baadhi ya watu wanapitia maumivu ya ndani kwa ndani, ingawa ukiwaona usoni wanatabasamu. Unapotenda wema, unamfanya mwenye maumivu kupata nguvu ya kusonga mbele. Unamfanya mwenye maumivu kuona uaminifu wa Mungu katika maisha yake.
neno dogo la faraja, ushauri mdogo, msaada wa kitu mdogo, tabasamu lako wakati unamhudumia lina maana kubwa kwa aliyeumizwa, kwa aliyokata tamaa, kwa aliyeona kwamba hawezi. Lina maana kubwa sana. Wema una nguvu ya kubadilisha maisha ya mtu kwa kiwango kikubwa sana. Unapotenda mema, na kwa kadri maisha ya watu yanavyobadilika, na maisha yako yanabadilishwa pakubwa mno, kwa sababu unakuwa umegusa moyo wa Mungu. Aliyekuwa anaona hawezi, kwa neno lako akaona anaweza, anamshukuru Mungu na kumtukuza Mungu. Aliyevunjika moyo, ukampa tabasamu la kumwonyesha inawezekana, bado hajachelewa, fursa bado ipo. Moyo wake ukainuka, akavuka. Shukrani zake ni nyingi mbele ya Mungu. Kwa hiyo Mungu hatakuacha wewe, atakukumbuka na uzao wako. Kile kitabu cha Mathayo 25 ule mstari wa 40, Biblia inasema hivi: na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kwa hiyo chochote unachofanya kwa moyo safi, iwe ni ushauri, iwe ni tabasamu, iwe ni kumpa kitu kidogo mkononi mwako, lakini kwa sababu ulitoa kwa imani, kinakuwa ni kubwa. Mungu anakiongeza na kukizidisha. Maisha ya mtu yanabadilika. Yesu anasema, umenitendea mimi. Mathayo 7:2 anasema hivi: kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Wema ni hekima. Kwa unapotenda wema, unajifungulia milango ya mafanikio kwenye maisha yako, kwa sababu moyo wa Mungu unakuwa juu yako kukufuatilia, ili Mungu aendelee kupewa sifa, aendelee kupewa shukrani, kwa sababu waliochoka wanainuka tena, waliona hawawezi wanaona sasa wanaweza. Unamgusa Mungu kwa namna tofauti, na Biblia inasema hukumu ile mhukumu. Kwa hiyo wema maana ni hukumu unatoa. Kwa hiyo Mungu anakulipa. Kwa hiyo chukua umtaji, utunze, utaona mabadiliko kwenye maisha yako. Hekima ya 3: maisha yako yanapokuwa magumu, watu uliowatarajia kuwa pamoja nawe nyakati hizo ngumu, mara nyingi huwa wanakukimbia, wanakuchoka, wanafikia mahali wanakuona wewe ni mzigo. Hiyo ni hekima. Kwa hiyo vitu hivi vinapotokea katika maisha yako, usijisikie vibaya na usiogope, kwa kuwa nyakati ngumu ndipo unapozaliwa upya kifikra. Kuna vitu vingi Mungu anafanya kwenye fikra zako nyakati ngumu kwenye maisha. Maisha magumu
yanatufundisha kuwa na hekima na busara. Kwa kadri unavyopambana kutoka katika hali ngumu kwa msaada wa Mungu, ndivyo unavyokuwa kiroho na kuwa mtu usiyemoga. Kwa lugha nyingine, unakuwa jasiri. Hivyo usikate tamaa, usichoke, bali tumia nyakati ngumu kukua kiroho na kuwa mtu asiyezuilika. Mashujaa wa imani, mashujaa wa maisha, au watu wakuu uliowasikia ambao Mungu anajivunia, sio wale watu waliopita mahali pepesi, mahali laini. Hapana, ni wale waliovuka mahali ambapo palionekana hapawezekani, mahali ambapo palikuwa panaonekana ni pagumu na hatari kubwa. Walivuka. Na wewe katika maisha yako unapopita nyakati ngumu, nyakati za huzuni, nyakati za kilio, nyakati ambazo wengine wote wamekuacha, uliotarajia watakushika mkono wako mbali na wewe, usifadhaike. Hizo nyakati ni nyakati nzuri sana kwa Mungu. Kwa hiyo hekima hii itakusaidia ili yale ambayo Mungu amekusudia kuyafanya ayafanye katika kipindi kifupi. Ukianza kulalamika na kunung'unika, hawajaja kuniangalia, wamekaa kimya, utakuwa unachelewesha operation ya Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo furahi, utakuwa ni mtu wa tofauti. Kwa hiyo hekima na busara lazima zitazaliwa kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.